Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya kisa cha kweli ambacho bibi anaendelea kutusimulia kupitia kwa MC Nsena kuhusiana na changamoto ambazo mabinti wengi wamekuwa kukabiliana nazo kutoka kwa wazazi wengi wakishinikiza mabinti zao waolewe na watoto wanaotoka katika familia za kitajiri, lakini nyuma ya pazia hawajui utajiri huo umepatikanaje. Tunakwenda katika sehemu ya pili na simulizi iliishia wakati ambapo kijana amekwenda kutoa posa pamoja na kumvalisha binti pete, lakini katika sehemu hii MC alimuuliza kijana kama ana lolote la kusema na yeye akasema ndio. Tunaendelea. Alivyoanza kuongea akaomba wazazi wote waje mbele, yani wazazi wangu na wazazi wake. Aliwashukuru wazazi wake kwa malezi bora na kumkutanisha na mwanamke wa ndoto zake. Wao leo ni wageni tu, atawapa zawadi zao siku ya harusi. Akawaomba wakakae, kisha akaomba wazazi wangu atoke nao nje pamoja na mimi. Tulipofika nje kulikuwa zimepaki gari 3. Mchumba wangu nakumbuka aliwahi niuliza napenda gari gani, nikamjibu Benz. Nje nikakuta imepaki Benz nyekundu nzuri sana. Pia ilipaki Vanguard na Harrier. Vanguard ilikuwa ni ya baba na Harrier ya mama. Aliongea kwenye maiki wakati anakabidhi hizo zawadi za magari 3. Wote waliokuwa ndani walitoka nje kushuhudia. Watu walishangilia sana kwa hizo zawadi. Tukio la pete liliisha kwa kishindo cha namna hiyo, na kama familia tulifurahi sana. Sio kwamba wazazi wangu hawakuwa na magari, walikuwa nayo, ila furaha ya kupewa magari na mkwe ilifanya kuona magari hayo ni ya thamani. Magari yao ni ya zamani na haya ni mapya. Maandalizi ya harusi na send-off ilianza kufanyika pamoja na send-off. Send-off ilifanyika na ikamalizika na ilikuwa nzuri sana na tulifurahi sana. Harusi ilikuwa babu kubwa sana na ya kifahari kweli kweli. Wazazi wa upande wa mume wangu walituzawadia zawadi nyingi, tulifurahi sana. Watu walikunywa na kula. Baada ya sherehe tuliondoka. Tulikuwa na furaha kwa ajili ya kwenda kuishi kama mke na mume. Tulipotoka honeymoon tulienda moja kwa moja nyumbani kwa mume wangu. Ilikuwa nyumba nzuri sana ya kifahari. Haikuwa gorofa, ila ilitaka kufanana na gorofa. Ilikuwa ni nyumba yenye vyumba 5. Tuliishi maisha ya furaha. Mume wangu alikuwa akienda kwenye biashara zake, anarudi mapema kuniwahi mke wake. Mwezi wa kwanza ulikatika. Katika kipindi chote cha mwezi mmoja ndoa yetu ilikuwa ya furaha sana. Nikawa najiuliza swali moja tu. Mume wangu alinipa funguo za kila mahali isipokuwa chumba kimoja tu cha katikati hakunipa funguo, na kila nikimuuliza kwa nini hakunipa majibu yenye mashiko. Ikapita miezi 3, nikamuuliza tena mume wangu, lakini sikupewa majibu. Siku moja nilijisikia hali ya kichefuchefu, nikamwambia mume wangu twende hospitalini, najisikia vibaya. Nilipoenda hospitalini niligundulika nina ujauzito. Mume wangu alifurahi sana, akaniambia hii ni habari njema. Kwa sasa usimwambie mtu yeyote kwanza, hata wazazi. Tulirudi nyumbani mimi nikiwa mwenye furaha sana na nilimsikiliza mume wangu. Sikumwambia mtu yeyote mimi ni mjamzito. Siku moja mume wangu alichelewa kurudi, ambavyo si kawaida yake. Aliporudi, alirudi akiwa ameambatana na mbaba mmoja mrefu kiasi, mwenye asili ya Kisomali, na mwingine sio mrefu sana ila amejazia kidogo kama watu wanaofanya mazoezi. Niliwakaribisha, nikawasalimia wageni, kisha nikawatengea chakula nikala. Baada ya hapo, kwa sababu muda ulikuwa umeenda, nilienda kumwaga mume wangu naenda kulala. Kama ujuavyo hali ya ujauzito, cha kustajabisha mume wangu hakuja chumbani. Nilipitiwa na usingizi nikalala. Ilipofika saa 7:30 usiku nilishtuka na kushangaa mume wangu hajaja kulala. Ilibidi niamke nielekee sebuleni. Cha ajabu, kile chumba ambacho hakifunguliwi kilikuwa kinafuka moshi mzito sana, na ndani ya kile chumba kuna miguno ilikuwa ikisikika ambayo mimi sikuielewa.
Ile miguno iliyokuwa inasikika ilikuwa sio miguno ya kawaida. Nikajiuliza, ni nini kinaendelea katika chumba ambacho mimi sina access nacho? Nilitamani kujua kunaendelea nini. Nikajaribu kuchungulia, lakini nilishindwa, maana milango ilikuwa ya kisasa. Jasho lilikuwa linanitoka na kulikuwa na baridi kutokana na AC ya ndani ya nyumba. Nikatamani kujua ni nini kinaendelea. Nikaanza kugonga kwa nguvu kwenye ule mlango, lakini hakukuwa na majibu. Nikagonga tena. Alifungua mlango mume wangu akiwa ameshikwa mkono na yule mkaka mwenye mwili wa mazoezi, wote wakiwa uchi wa mnyama. Nikiwa nimeshikwa na butwaa, alikuja mkaka mrefu mwenye asili ya Kisomali akiwa uchi wa mnyama. Alimuuliza mume wangu, kwani hukumwambia? Tulikuambia umwambie kila kitu. Wakati huo mimi mdomo mzito, siwezi hata kuongea. Yule kaka mrefu Msomali alinishika kwenye paji la uso. Baada ya hapo sikumbuki kiliendelea nini. Nilikuja kupata fahamu nikiwa nimelala kitandani kama vile nilivyokuwa nimevaa usiku. Mume wangu akiwa pembeni yangu, tena usingizi mzito. Nikamwamsha kwa jazba, nikamuuliza, jana ulikuwa unafanya nini na wale wageni kwenye chumba chako ulichonizuia nisifungue? Mume wangu alionekana kuhamaki, akaniambia, wageni gani mke wangu? Jana wale wageni ulikuja nao usiku tukala pamoja. Mume wangu akaniuliza tena, wageni gani hao? Mume wangu akaniambia, kabla sijaendelea kumuuliza maswali, akaniambia, ngoja kwanza nikueleze kitu. Jana usiku ulionekana ukiwa unaota na uliweweseka sana. Je, unakumbuka? Nikamjibu, haikuwa ndoto, kila kitu kilikuwa kweli. Ulikuja na watu wawili, ukanitambulisha kama marafiki zako, na ukaingia nao katika chumba ambacho hata mimi siruhusiwi kuingia. Kisha chumba kilianza kufuka moshi mzito. Nikawagongea, mkatoka wote mkiwa uchi. Kama unabisha, jana ukuja na wageni, tumuulize mlinzi. Mume wangu hakubisha, akasema twende tukamuulize. Wakati huo sikuwa na kumbukumbu ya kumwambia afungue hicho chumba niangalie kuna nini, na sijui ni nini kilinipumbaza. Tukamuita mlinzi. Cha ajabu, mlinzi alipokuja alieleza vitu ambavyo mimi sivifahamu kabisa. Akasema, jana nilimwambia najisikia uchovu wa mimba, naenda kulala mapema. Atakapokuja bosi ambaye yeye anamuita Bwashe, naomba umfungulie geti aingie moja kwa moja. Mimi naenda kulala, muda umeenda. Kwa kweli yale maelezo yalinichanganya akili. Ni maelezo ambayo mimi sikuyatoa kwa sababu hatukuwa na dada wa kazi ndani. Nilishindwa hata nimuulize nani, maana sikuwa na ushahidi wowote. Basi nikamwaga mume wangu akaenda kwenye biashara zake, ila kichwani aliniacha mawazo mengi sana. Nikasema lazima nisali sana. Kusali kwenyewe sijui sana, najua tu kusali kawaida tu, hizi sala za kawaida, ila nikasema ni lazima nitasali sana. Nikafunga macho nikaanza kusali. Nilipomaliza nikaenda kunywa chai. Ghafla usingizi mzito ukanipitia. Ilipita miezi 2 tangu hilo tukio litokee, na mimi nikaanza kusahau, nikahisi ni ndoto tu. Siku moja Jumamosi, mume wangu akwenda kazini, aliniambia, leo jioni tutakuwa na wageni nyumbani, upike chakula cha wageni 3. Nikamuuliza, wageni kutoka wapi? Akasema utawaona tu. Jioni akaenda kuwapokea wageni wake. Walikuwa ni wale wale isipokuwa mmoja ambaye ninamfahamu. Wote walivaa nguo za kufanana. Nikawakaribisha ndani. Ndani ya hii miezi 2 baada ya lile tukio kutokea, yule kijana wa getini mume wangu alimfukuza kazi kwa madai ya kwamba anahisi ameanza mahusiano na majirani ambayo si mazuri. Hivyo kuna kijana mwingine tulimleta. Nilipowakaribisha wageni ndani ya nyumba, nilipigwa na butwaa. Kati ya hao wageni wote 3, 2 ni wale walikuja mwanzo. Nikamwambia mume wangu, hawa si wale walikuja kipindi fulani? Akaniambia ile ilikuwa ni ndoto tu, leo unawaona live. Kilichonishangaza zaidi, yule wa 3 ni yule mlinzi wa zamani wa getini, naye kaongozana nao. Nilishangaa sana, ila tukaenda tukala chakula. Baada ya kumaliza kula, mume wangu aliniita chumbani. Akasema ana maongezi na mimi kidogo. Aliniambia, naona leo nikueleze ukweli. Leo ni zamu yako kwenda kulala katika kile chumba
kama sehemu ya malipo ya zile zawadi nilizokupa nyumbani. Utawalipia na wazazi wako na kila kitu nilichokufanyia." Muda huo nilianza kulia machozi huku nikipiga magoti. Siamini ninachoambiwa ni ndoto ama ni kweli. Mume wangu akaniambia sio ndoto, ni kweli, na ulioyaona kipindi cha nyuma ni kweli kabisa. Nilimwambia mume wangu, kumbe ndio sababu ulinikataza kufanya kazi kwenye kampuni yako ili uje unitese. Na hadi kufikia hapo tunafikia tamati ya sehemu hii ya pili ya simulizi hii ama kisa hichi cha kweli cha bidada ambaye anaelezea siri ambayo imemkuta ndani ya nyumba ya tajiri. Kumbe utajiri huu ulikuwa na mazonge nyuma yake. Msimulizi wako ni mimi Rinyo wa Rinyo Simulizi TV. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Simulizi TV ili uweze kupata undani wa simulizi hizi za visa vya kweli za mambo ambayo yamekuwa yakiwakumba wanadamu wengi pasipo kuyasema. Asante.